Hili uweze kwanza kuielewa Hamas. Sawa lazima urudi mwaka 1987 kwenye kitu ambacho kinachoitwa First Intifada. Sawa First Intifada. First Intifada zilikuwa ni harakati ambazo zilianzishwa na Wapalestina. Kuna maeneo ambayo walikuwa wanayakalia Wayahudi ya Wapalestina ambao walienda kufanya masaka maka ni mauaji. Sawa ambapo jeshi la IDF, vikosi vya Shin Bet na Mossad viliongoza maandamano makubwa na mauaji makubwa kwenda kwa Palestina. Mwaka 1987 ikatokea First Intifada. Na kuna First Intifada ya kwanza na First Intifada ya pili. First Intifada ya pili itokea mwaka 2000 chini ya waziri mkuu ambaye kunaitwa Ariel Sharon. Huyu alichukua jeshi na kwenda kwa Palestina, maeneo ya Palestina, na kwenda kwa provoke. Akaingia na mbo kuna maeneo matakatifu ya Waislamu, akawapiga Waislamu. Ikatokea Second Intifada iliongozwa na Ariel Sharon. Na anapozungumzia kwa mfano Shatila Masaka au ni mauaji makubwa ambayo yalitokea katika maeneo ya Palestina na maeneo ya Lebanoni. Takriban wananchi 3000 waliweza kuuawa na jeshi la Israeli. Sasa nimeona hoja kwa mfano zinasema ya namna gani Hamas ilikuwa inaungwa mkono. Sawa ilikuwa inaungwa mkono na Israeli na hata kupewa fedha. Na chanzo kikubwa cha Hamas kimetokana na First Intifada kama alivyozungumza hapo Sheikh Ahmed Yasin ambaye anatajwa kama ni kiongozi wa kundi la Hamas. Sasa ni kweli katika miaka ya 70 harakati za Wapalestina zilikuwa zinaongozwa na PLO, Palestine Liberation Organization, chini ya Yasser Arafat. Sasa kwa sababu haya ni makundi ambayo Hamas wao wanaamini katika kutumia nguvu kuweza kuwataka Waisraeli watoke kwenye maeneo yao. Huku PLO kitazama wao mwanzo of course walikuwa wanatumia nguvu kuhakikisha kwamba Wayahudi wanaondoka kwenye maeneo yao, lakini watu ambao wanataka kucompromise dhidi ya serikali ya Netanyahu na majeshi ya Israeli. Sasa kwa hali ilivyo sasa kuna hiyo migawanyiko. Wengi wanaitazama Hamas na PLO kwa kwamba PLO sasa hivi kuna chama kikubwa ambacho kinaitwa Fatah ambacho kipo katika mamlaka ya Palestina ambayo inaitwa Mandate of Palestine ambayo ipo katika eneo la West Bank chini ya Mahmoud Abbas. Sasa ukitazama ni kwamba Wapalestina katika eneo la Gaza wamekuwa wakikiamini chama cha Hamas. Sawa na Hamas wao wanaamini kwamba hii nchi ya Palestina ni nchi ya kwetu. Wayahudi walikuja hapa wakatuvamia, wakatupola nchi yetu, wanatukalia nchi yetu. Kwa lazima watoke, watuachie nchi yetu. Hilo la kwanza. Lakini sasa na hawa Hamas vile hawaamini kwenye two state solution. Azimio la mwaka 1947. Wanaamini kwamba hii nchi jamaa sisi ni ya kwetu. Mungu alitupa. Hawa walikuja kama wakimbizi, tuliwakaribisha, mwisho wa siku wanataka kutunyang'anya ardhi yetu na nchi yetu. Sasa kumekuwa kuna huo mkanganyiko mkubwa sana. Ukitazama ya namna gani hawa Hamas wanatajwa kama ni shirika la kigaidi, kwa sababu kwa Marekani na Uingereza na hata Israeli wanawataja Hamas kama ni kikundi cha kigaidi. Lakini kwa Wapalestina wenyewe wanaangalia Hamas kama ni harakati za kuweza kupigania haki zao. Sawa lakini Hamas walishinda uchaguzi mwaka 2007. Ukitazama Ismail Haniyeh alishinda uchaguzi mwaka 2007, ambaye Ismail Haniyeh huyu ni kiongozi wa kundi la Hamas ambaye anaongoza harakati za kisiasa. Na hili muhimu kufahamu kwamba Hamas wana mgambo wapiganaji, lakini Hamas ni chama cha kisiasa. Walipokuwa wanafanya harakati zao tangu kule First Intifada mwaka 1987, sawa, Second Intifada mwaka 2000 kilikuwa chama cha kisiasa, harakati za kisiasa, lakini ndani kuna majeshi ambao wanapigania harakati zao za kudai haki za Wapalestina. Na hawa Hamas wa leo hawa wakina Ismail Haniyeh ambao wamefariki, wakina Yahya Sinwar ni vijukuu na vilembwe na watoto ambao wa kwanza ambao walikimbizwa, waliondolewa katika mwaka 1948. Na kwa nini mwaka 1948 ni muhimu kwa siasa za Mashariki ya Kati? Cha kwanza, mwaka 1948 ndio mwaka ambao
lilianzishwa taifa la Israeli chini ya tamko la Umoja wa Mataifa, sawa, ambapo mwaka 1947 Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio namba 181. Mwaka 1978 David Ben-Gurion akatangaza uhuru wa watu wa Israeli. Sawa. Sasa mwaka 1978 wa Palestina na nchi za Kiarabu natambua kama ni Nakba. Nakba maana ni catastrophe, ni janga. Yaani ni mwaka ambao lilianzishwa taifa la Israeli likaenda kupelekea vurugu Mashariki ya Kati. Sasa hawa kina Yassin, wale ambao wamefariki, kina Ismail Hania na hata viongozi ambao wameshambuliwa juzi Qatar, hawa ni vitoto na vilembwe wa wale wazazi wa Nakba ambao walikimbia katika eneo la Palestina, wakakimbia kwenye makambi ya West Bank, makambi ya Gaza ya leo. Sasa hii Hamas ambayo inatajwa kwamba of course ilikuwa inapewa msaada na Wayahudi. Of course kuna hiyo, kwa mfano kuna hizo tafakuri au kuna huo ushahidi kwamba mwanzo Hamas ilikuwa inapewa msaada na Israeli kupewa fedha kwa lengo la kuzoofisha nguvu dhidi ya kina Yasser Arafat, kwa sababu Yasser Arafat kuanzia miaka 70 mpaka miaka 80 walikuwa na nguvu kubwa sana, wanapeleka harakati za kuweza kuwakomboa wa Palestina, PLO. Hata Mwalimu Nyerere mwaka 85 alimkaribisha Yasser Arafat kutaka Afrika iweze kuwaunga mkono wa Palestina. Na mwaka 1994-95 huyu Yasser Arafat na harakati zake za PLO wakapitisha mkataba wa Oslo ambao ulikuwa unahusisha kuweza kubadilishana wafungwa, ndio Israeli kuweza kuitambua Palestina, ikaanzishwa Mandate of Palestine, kumekuwa mamlaka ya Palestina ambao sasa hivi inaongozwa na Mahmoud Abbas, sawa. Lakini vile sasa ikatajwa kwamba sasa hivi Israeli na Wapalestina wataweza kuishi kwa amani. Wayahudi chini ya chama cha Fatah cha Likud cha Netanyahu wakapinga. Maana ni kwamba hawa Wayahudi hawataki kuishi na Wapalestina. Sasa hii ni muhimu sana. Imeshindwa two state solution sasa hivi. Ilishindwa. Haiwezekani. Sasa watu wanajenga hoja kwamba sasa tutengeneze single state solution. Kuna kwamba kuwe na rais ambaye atokea kwa mfano taifa la Wapalestina, Israeli na Palestina, awe Wayahudi, au basi kiongozi anatokea kule Israeli, huko anatokea Palestina, kwa lengo la kutengeneze single state system.